alipokuwa hapa duniani hakunena ila alinena kwa mifano. Na katika mfano ambao Yesu alizungumza sana akaufanua vizuri ni mfano wa mpanzi aliyeenda kupanda. Hiyo katika Mathayo 13 alitoa mfano wa mpanzi, alisema kwamba huyu mpanzi alienda kupanda ngano. Alipoenda kupanda ngano, mbegu zingine ziliangukia kwenye njia. Asema hizo zilizoangukia kwenye njia zinahakisha moyo ambao uko kwenye mambo ya maisha haya, mbegu hazioti. Kile mbegu nyingine akasema ziangukia kwenye mwamba. Sasa wewe imagine katika jiwe hili, hivi mbegu inaotaje hapo? Jiwe wako ni jiwe. Lakini mbegu nyingine Yesu anasema zilianguka kwenye miba, kwenye miba. Ziko kwenye miba. Hebu imagine kwenye miba hapo chini zinaotaje? Hizi zinahakikisha watu wa masumbufu ya maisha haya. Neno la Mungu haliruhusiwi likamea vizuri, lakini kuna baadhi sasa ambao ni wachache kwenye udongo mzuri. Zilizoanguka kwenye udongo mzuri, mbegu ziliota zikazaa 30, 60, 100. Lakini zilizaa kwa tabu. Kuzaa matunda ya Kikristo kuna udhia unapita, lakini bado utazaa. Rafiki yangu, wewe ni sehemu gani ya huo moyo? Moyo wa njiani, wa kwenye jiwe, kwenye miba, au kwenye udongo mzuri? Na kupendekezea Yesu Kristo katika neno lake uweze kuwa udongo mzuri ambao Yesu atakuza neno ambalo sasa na mbegu hiyo. Bwana kubariki mtazamaji katika jina la Yesu. Amen. Alipokuwa hapa duniani hakunena ila alinena kwa mifano. Na katika mfano ambao Yesu alizungumza sana akaufanua vizuri ni mfano wa mpanzi aliyeenda kupanda. Hiyo katika Mathayo 13 alitoa mfano wa mpanzi, alisema kwamba huyu mpanzi alienda kupanda ngano. Alipoenda kupanda ngano, mbegu zingine ziliangukia kwenye njia. Asema hizo zilizoangukia kwenye njia zinahakikisha moyo ambao uko kwenye mambo ya maisha haya, mbegu hazioti. Kile mbegu nyingine akasema ziangukia kwenye mwamba. Sasa wewe imagine katika jiwe hili, hivi mbegu inaotaje hapo? Jiwe wako ni jiwe. Lakini mbegu nyingine Yesu anasema zilianguka kwenye miba,